Madiwani wa halmashauri ya manispaa Ilemela wametakiwa kutimiza majukumu yao na ahadi walizoahidi kipindi cha kampeni ili kuleta maendeleo kwa wananchi. Manusura Sadiki ni diwani wa kata ya Buzuruga ambaye amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya mipango miji, amesema kuwa atahakikisha anatatua migogoro ya ardhi. Naitwa Manusura Sadiki Lusigalie, diwani wa kata ya Buzuruga. Nitumie kwanza fursa hii kuwashukuru wananchi wa kata ya Buzuruga kwa kuweza kunichagua kwa kura nyingi sana katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Nishinda kwa zaidi ya kura 12,000, sio haba. Ndani ya kipindi hiki ambacho nimeaminiwa, nimejipanga vizuri, na leo nilikuwa na kikao cha kwanza, nimetoa maelekezo. Huwezi kusema kwamba unakwenda kuwa na manispaa ambayo haina miundombinu mizuri. Cha kwanza katika vipaumbele vyangu ambavyo nimeviweka, manispaa hii ni kubwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nataka kukitilia mkazo ni kuhakikisha kwanza tunapata miundombinu ya barabara. Tunakwenda kutatua matatizo yote ya migogoro ya ardhi. Na kwa kuanza tutaanza na yale maeneo ambayo hayajapimwa. Tatizo kubwa la migogoro ya ardhi ni maeneo kuwa hayajapimwa. Lakini mtu akishakuwa na hati, beacon zipo pale, eneo lake linatambulika kisheria na atapata faida nyingi za umilikaji wa ardhi. Kwa hiyo yale maeneo yote ambayo hayajapimwa tunakwenda kuyakamilisha kwenye upimaji ili kuondoa migogoro na changamoto za ardhi hizi. Yaani kuna changamoto unakuta eneo moja lina hati 2, 3, 4. Sasa hilo tunakwenda kuondoa matatizo hayo, sababu tunakwenda kuwa na kanzidata ambao tutapitia eneo moja mpaka eneo jingine. Kila eneo ambalo lina mgogoro wenye hati tukutane ofisini, na sisi tutatembelea maeneo yote kama kamati ya mipango miji kuhakikisha kwamba kila kinachozungumzwa tumefika site na tumekiona kwa uhalisia wake. Niwahakikishie kwamba tunakwenda kumaliza migogoro hii. Sadiki ametoa rai kwa watumishi wa umma hususan halmashauri ya manispaa Ilemela kuhakikisha wanatenda haki kwa wananchi. Rai yangu kwanza kwa watumishi wetu wa idara ya mipango miji, idara ya ardhi, twende tukatende haki. Bahati nzuri mimi wananifahamu. Mimi ni mtu ambaye nimenyooka, sina kona. Twende tukatende haki kuondoa migogoro hii. Tusiwe sehemu ya migogoro, tuwasaidie wananchi. Mwananchi mwenye haki yake apate haki yake, na wale wananchi ambao wanalazimisha haki ambao sio zao tutaziangalia kwa undani. Kama haki ni ya kwake atapata, lakini kama haki sio ya kwake hawezi kuipata. Swila Dede ni diwani wa kata ya Shibula na ni mwenyekiti wa kamati ya elimu. Amesema kuwa atahakikisha kila kata inapata elimu bora. Kwa majina naitwa Swila Dede Swila, ni diwani wa kata ya Shibula, halmashauri ya manispaa Ilemela. Kwanza kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, aliyotujalia uzima na uhai wa kufika hapa leo kwa kuapishwa. Lakini pili ni washukuru wananchi wa kata ya Shibula kwa kuendelea kuwa na imani na mimi, kunipa miaka 5, 2025 na 2030. Na imani kubwa nitawatumikia na nitatekeleza yale tuliyoahidi kwenye ilani, tutayasimamia. Mwenyekiti wa kamati ya huduma, elimu na afya, na imani kubwa sana kwenye masuala ya afya na elimu, nitayasimamia, nitayatendea haki kwa sababu nina uzoefu wa kamati hizo. Lakini pia nahakikisha kwamba kwenye masuala ya elimu tutasimamia vizuri kwa kushirikiana na wataalamu na wakurugenzi wa halmashauri na wananchi wenyewe, kuhakikisha kila kata inapata mafao bora na elimu bora kwa kila kata. Lakini pia miradi ya elimu na shule ambazo zinazohitajika kujengwa kwenye kila kata nitazisisitiza sana, ili watoto wasitembee umbali wa kilomita nyingi. Na imani kwa kata ya Shibula ni kata ambayo inaongoza kwa zahanati 4, halmashauri municipal na zahanati 4. Lakini pia wakati tuko kwenye kampeni tuliahidi kuwajengea shule mpya, lakini pia kujenga kituo cha afya, kujenga na ofisi ambazo zilizoziahidi pale kwenye mtaa, lakini kujenga shule ya msingi Semba. Hizi zote zilizoziahidi na kuboresha majengo mengine ambayo tulikuwa tumeanzisha na kuendelea kuyamalizia. Niwahakikishia wananchi wa kata ya Shibula kwa miaka 5 hiyo walionipa, na imani kubwa nitatekeleza yale yote. Wanaelewa ufanyakazi wangu, na kila miaka ninapopewa wanaongeza shule nyingi. Mwaka jana nijenga shule 5,
na mwaka huu na imani nitajenga shule 5 ili angalau tumalize mhula kwa malengo na ufasihi wa wananchi wa kata ya Shibula. Kafiti ni mbunge wa jimbo la Ilemela. Alipokuwa akihutubia baraza hilo, amewataka madiwani kuhakikisha changamoto za barabara na maji zinatatuliwa. Kwa hiyo niwahakikishie ushirikiano mkubwa, lakini bila kusahau Ilemela pamoja na changamoto zetu. Mheshimiwa Meya, ninaamini unafahamu, madiwani unafahamu, na ndugu zangu mnafahamu, changamoto kubwa tulionayo ni ya barabara na maji. Kilio kikubwa wakati tunapita kwenye kampeni zetu kilikuwa ni kilio hicho, pamoja na mambo mengine, lakini eneo la maji na eneo la barabara imekuwa ni changamoto kubwa. Niwaombe sana madiwani wenzangu, wakuu wa idara, angalau kipaumbele chetu cha kwanza kiwe barabara na maji. Na kwa sababu hiyo tunaamini afya ni uhai. Uimarishaji wa barabara ndio chanzo kikubwa na kichocheo cha maendeleo katika jimbo letu la Ilemela. Kwa hiyo ni lazima tushirikiane kwa pamoja. Lakini pamoja na yote hayo, sisi kama viongozi tulioko hapa, niwaombe sana tumtangulize Mwenyezi Mungu mbele ili kazi yetu iwe na baraka, iwe na neema na kuleta tabasamu kwa wananchi wa jimbo la Ilemela. Hata hivyo, mbunge huyo ameishukuru halmashauri ya manispaa Ilemela kwa utendaji kazi wao. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.